Karibuni katika darasa huru la Injili. Tunaendelea kusoma neno la Mungu na kutafakari, ikiwa ni chakula cha roho. Roho zetu zinakula neno na zinapaswa kula neno ili kuweza kukua. Tuna safari ya kukua kwa kumjua sana mwana wa Mungu. Tunapaswa kukua katika neema ya Kristo. Tunapaswa kusoma neno la Mungu hadi Kristo aumbike ndani yetu. Tunayo safari ya kumjua sana Yesu, lakini kwa kutafakari neno la Mungu kama wana wa Beroya au watu wa Beroya walivyofanya. Tunaendelea na somo letu pale tulipoishia kipindi cha pili, mataifa au kipindi cha mataifa, kwamba haya ni majira au kipindi cha mataifa, sehemu ya pili. Wakolosai 1:13 neno la Mungu linasema, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ukristo ni mabadiliko kutoka kwenye ufalme wa giza, unahamishwa, unaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na hili limetokea katika kipindi hiki, katika zama hizi za mataifa. Huu ni msimu wa mataifa kuokolewa. Mwanzoni katika agano lile, Mungu alikuwa ameweka mkazo kwa taifa moja la Israeli. Israeli ulipomkataa, Mungu akabadilisha, akawageukia mataifa. Hao wanapohubiriwa Injili wanahamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na huko wanaambiwa wameokolewa, wamekombolewa, wamezaliwa mara ya pili, na wanakuwa wamehesabiwa haki bure kwa neema. Kipindi kilichopita tuliona mataifa ni wakina nani. Tukasema mataifa ni wale watu wote ambao sio Israeli, ambao sio taifa la Israeli. Wote hao wanaitwa kwa ujumla wao ni mataifa. Ni wale ambao hawakumjua Mungu wa Israeli. Ni wale watu ambao hawakuwa sehemu ya agano lile lililopita. Maana agano lile halitutambui wala halikuwatambua mataifa, na agano lile halijawahi kuwatambua mataifa. Ndio maana katika Efeso Paulo alisema katika Efeso sura ya 2 mstari wa 11, neno linasema, kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi ambao ni mataifa mliokuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale waliotahiriwa, yaani tohara ya mwili isiyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Hapa kuna pointi 5 zinasemwa kwamba mataifa hawakuwa nazo kwenye agano lile, na hadi leo katika agano hili halitutambui katika maeneo haya matano. Asema zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Kristo anapatikana kwenye agano jipya. Ukristo unazaliwa kwenye agano jipya. Ni hii neema iliyokuja kwa kukatwa Israeli na kupandikizwa sisi mataifa, tunapata kuwa Wakristo. Tunaomwamini Kristo tunakuwa Wakristo. Lakini zamani Ukristo haukuwepo. Zamani zile mlikuwa mmefarakana na jamii ya Israeli. Israeli walijitenga kabisa na mataifa, wala hawakutaka kuwashirikisha Mungu wao. Wana wivu na Mungu wao kweli kweli. Paulo ana kesi ya kujibu kwa Waisraeli kwa sababu wanasema walimuuza Mungu wao kwa mataifa. Kwa hiyo wanamlaumu. Lakini zamani zile za agano lile tulikuwa tumefarakana na jamii ya Israeli. Zamani zile mlikuwa wageni wasio na maagano wala ahadi ile. Zamani zile mlikuwa hamna tumaini, hatukuwa na tumaini, lakini sasa hivi tunalo tumaini katika Kristo Yesu. Zamani zile mlikuwa hamna Mungu duniani.
Sio kwamba Mungu hakuwepo. Mungu wa mataifa. Mungu hakuwa upande wa mataifa, alikuwa upande wa Israeli. Akawapa Torati, akawapa sheria, akawapa kanuni. Sheria zaidi ya 613 ziliongoza taifa la Israeli, lakini hata wenyewe zikawashinda. Ukisoma katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 32, nasema lile agano wenyewe wa Israeli walilivunja, maana walilishindwa. Ilikuwa ni kongwa isiyowezekana. Ninashangaa watu wa mataifa leo, wa Tanzania kabisa ngozi nyeusi, wanataka kuziishi sheria, kuziishi Torati, wakati wenyewe walio be assigned kupitia Musa physically wameshindwa. Sasa sisi tutaweza kweli? Ndio maana Mungu ametuletea neema, tunahesabiwa haki bure. Mungu anatuzaa mara ya pili kwa kule kuamini tu, tunapokea bure, tunapokea kwa neema. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tusio wagumu. Kama wenyewe yaliwashinda, wewe utaweza? Tumeona zamani zile sisi hatukuwa na Mungu, lakini sasa tunao. Kwa hiyo tunaona Warumi anatueleza sura ya 2 mstari wa 14 kwamba watu wa mataifa hawakuwa na Mungu, na tumeona hapo, tumetafakari. Lakini katika agano lile halikumtambua mataifa, kwa sababu kulikuwa na kiambaza kilichokuwa kinatutenga kama mataifa, Waefeso 2:14. Lakini pia agano lile halikumtambua mataifa kwa sababu tulifarakana na jamii ya Israeli, Waefeso 2:12. Lakini pia kama haitoshi, hatukuruhusiwa kuchangamana na Israeli kama mama Msamaria alivyosema katika Yohana 4:9 kwamba Wayahudi hawakuchangamana na Israeli. Wayahudi hawakuchangamana na Wasamaria. Wasamaria wanawakilisha mataifa. Katika agano lile Yesu mwenyewe alisema maneno magumu sana kwa mataifa. Katika Mathayo sura ya 15 mstari wa 25 alisema si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Katika agano la kale sisi tunahesabika kama mbwa, hatukuwa na share. Israeli ndio walikuwa watoto. Kwa hiyo neno la Mungu wakati ule Yesu analihubiri kilikuwa ni chakula cha watoto. Ni mpaka Wayahudi walipomkataa Yesu ndipo akabadilisha gia angani, akawageukia mataifa, akasema enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini amekwisha hukumiwa. Mkiwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Sasa Yesu pale alibadilisha gia angani, lakini mataifa hatukuwa na sehemu na agano lile kwa sababu kulikuwa na uadui, Waefeso 2:16. Lakini pia Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 2, mataifa waliabudu miungu mingine. Walikuwa na miungu yao tu mingine kabisa, lakini baadaye tukaokolewa kwa neema. Mungu akaleta agano lingine, tukaokolewa kwa neema. Leo nataka nikupitishe katika waraka wa Warumi sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa mwisho. Nitakupitisha kwa haraka, lakini pia utapata muda wa kusoma. Tapita tu sehemu chache kwa ajili ya muda. Katika waraka huu unafafanua wazi wazo kuu la kwamba huu ni wakati wa mataifa. Kati ya sura ambazo zinafafanua vizuri kwamba huu ni wakati au ni majira ya mataifa ni waraka huu wa Warumi sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa mwisho. Kuhusiana na Israeli na mpango wa Mungu, hapa tunaona mawazo makuu yanayoeleza juu ya taifa la Israeli kukatwa na mataifa kupewa nafasi. Kwa ujumla, wazo kuu katika sura hii ya 11 ya waraka kwa Warumi ni kwamba Mungu ana mpango wa kuwaokoa Israeli na mataifa kwa pamoja kwa ujumla wake, na kwamba Israeli
itaokolewa kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Mataifa wamepandikizwa kwenye mzizi au shina ambalo ni Israeli, na wanapaswa kuwa na shukurani na heshima kwa Israeli. Tumepewa lifti kama mataifa, hatukustahili, lakini ili sisi tuweze kupata nafasi ya kuokolewa kwa neema, Mungu kwa mapenzi yake akakata shina Israeli, akaingia katika hali ya kutokuamini. Hakumwamini Yesu, ingawa Yesu ametokana na kabila hilo. Biblia inasema alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea, katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Kwa hiyo Wayahudi wenzake hawakumpokea, na katika waraka huu ndipo wanapoeleza kwamba Israeli walipewa ule ugumu na Mungu makusudi kabisa, ili sisi tuweze kupata nafasi ya kuokolewa kwa neema. Ingawaje baadhi walikataa na baadhi wanamkubali Yesu, wapo waliokoka, lakini bado kuna watu ambao wanaendelea na dini yao ya Kiyahudi wakimsubiri masihi wao. Mungu katika sura ya 1, katika mstari huu wa 1 tunaona Mungu, tunathibitishiwa kwamba Mungu hajawaacha wana Israeli, pamoja na kwamba wamekatwa, lakini sio kwamba ndio kawaacha kabisa. Hapana, bali alifanya hivi, akawapa usingizi. Katika mstari wa 8 anasema, kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione, masikio wasisikie, hata siku hii ya leo. Kwa hiyo Mungu alifanya makusudi kuwapa ule ugumu wasimwamini Yesu, ili wapate kuondolewa katika nafasi yeye, ili sisi tuweze kupandikizwa katika shina ambalo ni wao. Pili, Waisraeli wasioamini au Wayahudi walipofushwa kwa ajili ya mataifa. Mungu alifanya hivyo kwa makusudi ili sisi tuweze kupata hiyo nafasi. Paulo anasema kwamba wasioamini Wayahudi walipofushwa tu fikra zao, anasema kwamba kukataa kwa Wayahudi kumepelekea wokovu kwa mataifa. Katika mstari wa 7 anasema, imekuwaje basi? Kama vile ambacho Israeli alikuwa akifuata hakukipata, lakini wale waliochaguliwa walikipata, na wengine walitiwa uzito. Kwa hiyo tunaona Paulo anatueleza hapa kwamba walitiwa uzito ili sisi tuweze kupata ile neema. Jambo la tatu, anasema mataifa wamepandikizwa katika mzizi ambao ni Israeli. Tumepewa lifti tu, na tunasoma hiyo kutoka katika mstari wa 11, wa 17 hadi wa 24. Anaeleza wazi kabisa kwamba sisi hatukustahili, bali tumestahilishwa, na kwa hiyo hatupaswi kujivuna, bali tunapaswa kuamini, tunapaswa kuogopa. Maana kama Mungu hakuona shida kulikata shina, wewe uliopandikizwa hataona shida kama utazingua kukutoa. Kwa hiyo tumepata neema kwa kuumizwa Israeli. Israeli aliumizwa ili sisi tuweze kufanikiwa. Jambo la 4, Israeli ataokolewa tena. Tunasoma hivyo kuanzia mstari wa 25 hadi ule wa 32, kwamba Paulo anasema kwamba Israeli itaokolewa na kwamba Mungu ana mpango wa kuwaokoa watu wake. Anasema kwamba Israeli itaokolewa kwa njia ya imani katika Kristo Yesu, na kwamba hii itafanyika wakati wa mwisho. Lakini sasa ni wakati wa mataifa. Israeli wako pembeni ili sisi tuweze kupata nafasi. Hatupasi kujivuna, hatupasi kuicheka Israeli, hatupasi kuwazomea Israeli, isije Mungu akageuka tena akawarudisha tena Israeli kwenye kiti chao.
Mwisho anamaliza na sifa na hekima ya Mungu. Tunaposoma katika mstari wa ule wa 33 hadi 36, Paulo anamalizia sura hii kwa kutoa sifa na hekima ya Mungu, akiashiria kwamba mpango wa Mungu ni wa ajabu, hauwezi kuelezeka kikamilifu na mwanadamu. Mstari wa 33 anasema, jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu! Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza? Naye atalipwa nini? Atalipwa nini? Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vitarejea kwake. Utukufu na yeye milele na milele. Amen. Amemaliza kwa kumwadhimisha Mungu kwamba yote ni mema. Israeli wamefanywa wagumu kwa ajili ya mpango tu wake Mungu, ili sisi mataifa tupate nafasi ya kuokolewa. Mungu atusaidie ili huu wokovu mkuu namna hii tuweze kuupokea, tuweze kufanyia kazi. Hakuna faida kama utakuwa Mkristo lakini baada ya maisha haya unakwenda jehanamu. Utakuwa umepoteza muda sana. Kuna watu wanaofikiria kwamba kwa sababu anaenda kanisani yeye ni Mkristo. Ukristo sio kwenda kanisani, maana hata ibilisi kanisani anaenda, hata wachawi kanisani wanaenda, hata walevi kanisani wanaenda. Kwa hiyo kwenda kanisani sio kigezo, kuwa mtumishi wa Mungu sio kigezo, kuhubiri sio kigezo. Kigezo ni kumpendeza Mungu kwa kumwamini, na kitu cha kumwamini Biblia inatueleza wazi kabisa, tukimpendeza Mungu ni kwa kumwamini. Hivyo haya ni majira ya mataifa, tangu Israeli kukatwa, tangu Israeli kuwekwa pembeni na mataifa kupewa nafasi. Kipindi cha majira cha mataifa kilianza rasmi, na kilianza pale ambapo Warumi waliivamia Yerusalemu, wakabomoa hekalu na kuwasambaza Israeli duniani kote. Israeli walisambazwa duniani kote na pakawa tupu. Biblia inatueleza kwamba kusambazwa kwa Israeli duniani kote kulifanyika mwaka 70 AD, na Waisraeli wakaanza kurudi kwenye nchi yao. Vitabu vingine vinaeleza kuanzia mwaka 1917 wakaanza kurudi mmoja mmoja, na vitabu vingine vinaeleza wakaanza kurudi wakafikia Tel Aviv. Tel Aviv ni jangwa. Israeli kwa hekima ya Mungu wakabadilisha lile jangwa, wakachota mchanga wenye rutuba nchi nyingine, wakaenda kujaza Tel Aviv. Tel Aviv ikawa inaongoza kwa matunda machungwa duniani. Jinsi Mungu alivyowatukunuku na kuwapa baraka katika akili zao hili taifa. Na tarehe 14 mwezi wa 5 Mei 1948 taifa la Israeli likatangazwa upya kwamba limerudi sasa katika nchi yao. Ni miaka zaidi ya 1874 liko nje ya ardhi ya Israeli. Ndipo Israeli wakaanza kupambana kuchukua maeneo yao muhimu. Mwaka 1967 wakapigana ile vita ya siku 6, wakachukua baadhi ya maeneo, na wanaendelea kupambana, na bado Yerusalemu hawajaikamata, kwa sababu Biblia inasema Yerusalemu utakanyagwa na mataifa mpaka kipindi cha mataifa kitakapotimia. Hakuna mwenye hekima atakayeweza kusuluhisha ule mgogoro wa Palestina na Israeli, kwa sababu wale ni ndugu na kila mmoja ana haki ya kukaa pale, kwa sababu ni uzao wa Ibrahimu. Wote wana haki. Na Israeli hakuwepo miaka 1874. Israeli hayupo kwenye ardhi yake hadi aliporudi. Wewe unafikiri imekuwaje? Hata Palestina wanaposema ni ardhi yao ni sawa,
kwa sababu ya babu yao Ibrahim, lakini kutokana na muda waliokaa. Lakini ili litimie neno alilolisema Bwana Yesu kwamba Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata kipindi cha mataifa kitakapokamilika. Sasa Mungu atusaidie sisi mataifa ili tuweze kuhakikisha tunautendea haki wokovu huu aliotupatia Bwana Yesu, ambao ulimgharimu Yesu kufa msalabani, ambao uligharimu taifa la Israeli kukatwa ili sisi tuweze kupandikizwa. Ni wokovu wa gharama kubwa, ni wokovu ambao una nguvu kubwa. Kila atakayekaa katika wokovu huu katika Kristo Yesu atapata nguvu kubwa, atapata nguvu na utetezi na ulinzi wa ajabu. Ndio maana ukikaa vizuri katika wokovu watakuita mchawi, kwa sababu watakuloga, hulogeki. Watataka ufe katika tarehe zao, hufi. Haina maana kwamba hutakufa, lakini Biblia inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Wengine wanalindwa na umeme, wengine wanalindwa na mbwa, wengine wanalindwa na fensi mbalimbali, lakini mtu aliyeokoka analindwa na nguvu za Mungu. Ni heshima kubwa sana Mungu amewapa mataifa kwa Yesu kufa msalabani. Ni heshima kubwa sana ambayo Mungu amewapa mataifa kwa Israeli kukatwa, kupewa moyo mgumu ili mataifa wapate nafasi. Mungu atusaidie kama mataifa ili tuweze kumgeukia Mungu sawasawa, tukae katika toba. Na kitendo cha mataifa kupata hii nafasi ni baada ya Wanaisraeli kumkataa Yesu, na matokeo ya Israeli kumkataa Yesu yapo kama mawili matatu hapa, yaani kupitisha. Tokeo la kwanza, walipomkataa Yesu, Israeli walitawanywa duniani kote, ambayo tukio hili lilitokea mwaka 70. Pili, matokeo ya Israeli kumkataa Yesu, hekalu lilivunjwa, kuonesha hakuna ibada tena inayotakiwa kuendeshwa pale, kwa sababu wamekataa Yesu. Na Mungu alileta badiliko. Mungu kaleta badiliko kwa wana Israeli, hawakulipokea. Mataifa kwa sababu hawakuwa na agano lile wakalipokea, lakini hiyo hali iko mpaka leo. Kuna kanisa, kuna watu ambao hawataki kuliachia agano la kale, hawataki mabadiliko. Pamoja na Yesu kuja kufa msalabani, hawaoni hiyo thamani, bado wanashikilia agano la kale ambalo hata wenye agano liliwashinda, lakini wao bado wanalienzi, bado wanalikumbatia. Mungu atusaidie. Lakini jambo la tatu, tokeo la tatu ni kuondolewa wale Israeli katika mji wa Yerusalemu. Walitolewa kwa agizo, kwa mapenzi yale, na Yesu alitabiri kwamba mtatoka na Yerusalemu itakanyagwa na mataifa hadi mwisho wa majira ya nyakati, na mataifa wakapewa mji ule wa Yerusalemu. Yerusalemu ikawa iko chini ya utawala wa mataifa mbalimbali kama vile Warumi, Waarabu, Waturuki kwa karne nyingi. Sio Palestina tu ambao walikaa tangu mwanzo, makabila mengi yalikaa kwa kubadilishana pale. Sasa hivi wamekutwa Wapalestina wako pale. Tukio la tano ni kukosa uhuru wa kisiasa. Baada ya kumkataa Yesu, Israeli ikakosa uhuru wa kisiasa kwa karne nyingi sana. Tumetaja hapa miaka 1874 Israeli inakosa uhuru wa kisiasa na kiutawala na kujitawala yenyewe kama taifa. 6, Israeli ikapitia katika mateso. Wayahudi walikabiliana na mateso mbalimbali kule katika nchi mbalimbali walipopelekwa. Tunakumbuka tukio moja, Hitler
mtawala anaitwa Hitler aliwapa mateso sana Waisraeli. Alitaka kuwafuta Israeli katika uso wa dunia, akawaua Waisraeli milioni 6 kwa mpigo. Lakini katika vita ya pili ya dunia Waisraeli waliteseka sana, waliteseka mno. 7, Waisraeli walipoteza utambulisho wao wa taifa, walipoteza kwa miaka hiyo 1874 tangu mwaka 1970 mpaka tarehe 14 Mei 1948 ndipo kiongozi wao David Ben Gurion akatangaza kwamba Israeli ni taifa sasa, imerudi katika ardhi yake. Lakini tukio lingine lililotokea baada ya kumkataa Yesu ni kukosa haki za kidini, haki ya kuabudu, maana hekalu limevunjwa kwa kumkataa Yesu. Kumkataa Yesu kuliwagharimu Wayahudi. Kumkataa Yesu kuwa ni Kristo kuliwagharimu Wayahudi, na mpaka leo wanasubiria masihi wao. Lakini Mungu ana mpango. Sisi tuliopewa neema kwa kukatwa Israeli, tunapaswa kunyenyekea, tunapaswa kumtii Kristo sawasawa, tunapaswa kumpenda Yesu kwa sababu ni neema kubwa. Yaani wewe unapata wokovu kwa kuumizwa mwingine. Kaumizwa Yesu, wameumizwa Israeli ili wewe tu uwe mtoto wa Mungu, ili wewe tu uweze kuokolewa, ili wewe tu uweze kukombolewa. Nitoe wito kwa mataifa wenzangu, tumgeukie Mungu wetu, tumtegemee. Yesu ametukubali. Hii ni neema, mlango uko wazi, lango liko wazi, tuingie kabla halijafungwa. Dhambi zetu zote zitaoshwa, tutasamehewa, tutakuwa viumbe wapya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tukae katika neema ya Kristo, tukae katika agano jipya, tukae na kulitafakari ahadi zake na kweli yake, nayo itatutakasa. Neno la Mungu linasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Israeli walikatwa kwa ajili yetu, Israeli walihatarishwa kwa ajili yetu, ili sisi tuweze kupata wokovu. Nitoe wito mpendwa, hujachelewa. Karibu kwa Yesu. Yesu yupo, Yesu anaokoa. Dhambi zako usimnyime Yesu, maana Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, na wewe na mimi ni miongoni mwa waliopotea. Pona yetu ni kumwamini Yesu kuwa ndiye Kristo. Usipomwamini Yesu kwamba ndiye Kristo, wewe umepotea. Hakuna dini itakayokusaidia kuokoka, haipo. Dini haiwezi kumwokoa mtu, sheria haziwezi kumwokoa mtu, kanuni hazijawahi kumwokoa mtu, bali sheria, Torati zinakuonyesha tu kosa, hazikuonyeshi namna ya kutoka kwenye kosa. Ni neema ya Mungu tu kupitia Yesu Kristo ndiyo ambayo ukiitumia na kuifuata utaokoka. Kuokoka kupo duniani. Ndio maana Yesu anaitwa Yesu, maana yake ni mwokozi wa ulimwengu. Jina Yesu tafsiri yake amekuja kuwaokoa watu wake na dhambi zao. Mkubali Yesu leo, tubu dhambi zako, acha dhambi mpendwa, tubu dhambi zako, mwamini Yesu, mtazame Yesu, mwishie Yesu maisha yako yote. Kama haitoshi, hizi ni nyakati za mwisho, ni nyakati za mataifa, ni majira ya mataifa, lakini ni nyakati za mwisho. Saa yoyote Yesu anarudi. Yesu yuko marangoni. Tukeshe katika maombi, tukeshe katika neno lake, tukimpenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi. Leo hii kanisa limejaa chuki, limejaa visasi.
Kuna hasira ya ajabu sana kati ya kanisa, mtu na mtu ndani ya kanisa. Hatukuitiwa hivyo. Tumeitiwa upendo, tumeitiwa imani, tumeitiwa matumaini, tumeitiwa taraja. Mungu akubariki. Kesho nayo ni siku. Mungu akipenda tutaonana. Pata muda wa kutafakari haya maneno na huu ujumbe. Usiache na kusahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Mungu akubariki sana. Asante.